Karibu kwenye kipindi chetu dada Jenifer. Asante. Habari yako? Salama. Wewe hapa ni nyumbani. Tumeshafanya vipindi vingi na wewe, si ndio? Ndio. Wanasemaje nyumbani? Ulienda kusalimia, ulienda wapi? Nilienda Kilimanjaro. Kilimanjaro wanasemaje? Hawasemi chochote. Kwa hiyo ushapumzika vya kutosha, umerudi kwa ajili ya kazi. Ndio. Haya, karibu tena. Sisi kama ilivyo kawaida yetu tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kuwasimamia, kuwapushi mfikie malengo yenu. Ni kweli. Kwa hiyo bado una mpango wa kufanya kazi na sisi kwa miaka mingapi tena? Miwili. Miaka miwili. Ulishaanza kuzifuatilia ndoto zako ambazo zilikuleta hapa Wadada Center kipindi ambacho unakuja kutafuta kazi au bado hujaanza? Nimeshaanza kuzifuatilia na maana ndoto yangu kubwa kabisa ni masuala ya usosi. Okay, kwa umefikia wapi sasa? Kwa masuala ya usosi, yani natakiwa nilipie, nipate muda, niweze kulipia ili niweze kupata mafunzo zaidi. Unajua kusuka hata kidogo? Kusuka kidogo najua, kama knotless, zile wanaziita funga koili, hizo nazifahamu. Okay. Haya, hongera. Karibu tena kwenye mradi. Umejipanga vipi kwenda kuanza kazi upya? Yani nimejipanga ni Mungu anaweze kuniongoza katika kazi, kwa sababu katika kila nyumba ya mtu ina majaribu yake. Yani kuna changamoto, hakuna kazi ambayo sio na changamoto. Kwa hiyo cha msingi Mungu tu aniongoze, basi. Na wewe kufanya kazi, sio tu Mungu akuongoze. Akisha kuongoza ufanye kazi. Mimi Mungu tu aniongoze, nitafanya kazi kwa ufasaha. Pale nitakapokosolewa, basi nitajirekebisha. Nidhamu, kazi, bidii, thamani. Hivyo ndio vitu ambavyo utakapomwomba Mungu akuongoze, alafu kama unavifanya hivyo vitu na vizingatia, basi mwaka wako mmoja unakuwa mwepesi sana. Si ndio? Ndio. Uzuri wewe ni jembe, shujaa ambaye unaweza kupambania mkataba wako kumaliza mwaka. Kwa hiyo tunategemea hata huu pia utamaliza mwaka vile vile. Lakini sasa kikubwa tunatamani ukafanye zaidi. Usibaki tu hivyo hivyo. Yaani nategemea kabisa utakapomaliza mwaka usiwe tu umesogeza kumaliza mwaka ukamaliza mkataba. Lakini wewe mwenyewe pia wewe ni mtu ambaye umekuwa, umeongeza thamani. Unajua vitu vingi. Hizi kazi za ndani usiende tu kwenye nyumba za watu ukatoka ya kwanza sasa tunakupeleka nyingine. Lakini hakikisha huko unapoenda unajifunza, basi hizi kazi za majumbani ukitoka unakuwa master kabisa. Kazi za majumbani mimi nilivyowaona, yani cha msingi ujifunze. Usipojifunza ni vitu vile tofauti. Hata pale nilipokuwa nakaa, kuna baadhi ya vitu nilivyokuwa navifanya, yule mama alisema sikuwahi kuona mtu anafanya kama wewe. Kwa sababu ulijifunza. Kwa sababu nilijifunza. Okay. Basi hicho ndio kitu kizuri. Mtu anayejifunza anaongeza maarifa. Maarifa ndio yanayokulipa. Maarifa yanakupa thamani, thamani inakupa pesa. Kwa hiyo nenda ukapambane, na sisi pia tumeendelea kuongeza gia kwa sababu ubora wetu kila siku unapanda. Kwa hiyo ulivyofanya na sisi mwaka jana mkataba, nadhani kwa mwaka huu sasa sisi mwenyewe unaona umekuja kituoni kwa mara nyingine, umeona utaratibu ni wa tofauti, vitu ni vya tofauti, training zetu sisi ni za tofauti, umeona, si ndio? Kwa hiyo sasa tunataka na wewe ukafanye utofauti kwa wateja wetu. Pesa wanazolipa ni nyingi sana. Pamoja na wewe kuwa na malengo yako, kumbuka pia anayekulipa mshahara amejitoa kuweza kutoa hizo pesa zote ili aweze kupata huduma. Kwa sababu wewe una malengo yako ya kupata pesa uje uwe salonisti. Lakini pia kuna sisi ambao na sisi pia tuna malengo yetu, mradi wetu uendelee kukua, tupate pesa. Lakini pia kuna mwajiri wako ambaye ana malengo yake apate huduma, apate huduma. Unaelewana sio tena kunaenda kumpa tena stress bosi wako. Haya, nadhani sisi cha kuongea sana hamna zaidi sana, utendaji kazi, ukapambane kwenye eneo lako la kazi ambalo umepangiwa, ukatupe sifa nzuri. Kwa sababu unapotoa sifa nzuri, kumbuka ndio taasisi na yenyewe inazidi kupata jina zuri, lakini pia wenzako wanazidi kupata fursa. Kinachotokea wewe ukiharibu ni kwamba unafunga hata njia za wengine. Umeelewa? Sasa mimi najua tena kwa kitu cha karibu dada, ukiwa una kiburi, yani unaambiwa kitu fulani ujirekebishe, unaweka kiburi. Na unakasirika tu, hiyo siku umeamka wote umekasirikiana. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho sio kizuri. Okay. Ukishajua hivyo basi nidhamu ndio kila kitu. Ni kweli. Nidhamu yani ndio kila kitu. Ndio 60% sisi tunasema. Sababu hata kama unafanya kazi vipi kama robot, kama una nidhamu basi. Ndio hivyo. Haya, sawa basi, nikutakie kila la heri.
Karibu sana. Utakapokuwa kazini, kama unapata issue yoyote, changamoto yoyote, wewe ni mwenyeji, unajua cha kufanya. Siende mkakaa huko mnaona content za wenzenu wanavumilia, wanapigwa, wanafanyaje. Hapana, tujawatuma kwenda kufanya hivyo. Sawa? Sawa. Asante sana. Dada Jenifer, karibu. Asante. Asante.